Iran imetoa onyo kali kwamba inaweza kuyalenga maeneo ya utalii na starehe duniani kote, na imesisitiza kuwa bado inaendeleza uundaji wa makombora licha ya kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani na Israel kwa takriban wiki 3. Mbali ya kuwaua baadhi ya viongozi wa juu na kuzilenga sekta za nishati na silaha, mashambulizi hayo pia yameangamiza maisha ya maelfu ya raia wa kawaida wakiwemo wanawake na watoto. Sudi Mnete na taarifa hiyo. Wakati wa Irani wakiadhimisha mwaka mpya wa Kiajemi na Waislamu wengi duniani wakiwa kwenye siku muhimu ya kalenda ya Kiislamu, Iran imefanya mashambulizi mengine dhidi ya Israel na baadhi ya miundombinu ya nishati katika nchi jirani za Ghuba. Kwa vile kumekuwa na ufinyu wa taarifa, haijulikani kiwango gani cha uharibifu kilichotokea kwenye mitambo yake ya nyuklia, silaha au nishati, wala haijulikani wazi ni nani anayeongoza nchi kwa wakati huu. Hata hivyo, Iran bado inaonyesha uwezo wa mashambulizi yanayovuruga usambazaji wa mafuta duniani na kuongeza bei za vyakula na nishati kimataifa. Marekani na Israel zimekuwa zikitoa sababu tofauti kwa vita hiyo, ikiwa ni pamoja na kutaka kuibua uasi wa ndani nchini Iran au kuharibu uwezo wake wa nyuklia na makombora. Lakini hakuna dalili za wazi za uasi huo na vita inaonekana kutomalizika hivi karibuni. Msemaji mkuu wa jeshi la Iran ameonya kwamba mabustani, maeneo ya starehe na vivutio vya watalii kote duniani hayatakuwa salama kwa maadui wa Teheran. Tishio hilo kutoka kwa Jenerali Abdulfaz Shekachi lilifuatia wasiwasi kuwa Iran huenda ikarejea kutumia mashambulizi ya wanamgambo nje ya Mashariki ya Kati kama mbinu ya kutoa shinikizo zaidi. Viongozi wa Marekani na Israel wanasema kwamba wiki za mashambulizi zimefanya mdororo wa jeshi la Iran, mashambulizi ya anga, na pia yameua kiongozi wake mkuu wa Baraza la Usalama la Taifa pamoja na maafisa wengine wa juu wa kijeshi na kisiasa. Jeshi la Israel limesema kwamba Ismail Ahmad, mkuu wa ujasusi wa Basel, kikosi cha usalama wa ndani, ameuawa na shambulio la mapema wiki hii lililowalenga viongozi wengine. Alhamisi, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alidai kuwa jeshi la wanamaji la Iran limezorota na jeshi la anga kuporomoka vibaya, huku akiongeza kuwa uwezo wa Iran kutengeneza makombora ya masafa marefu umeondolewa. Walinzi wa mapinduzi wa Iran kupitia msemaji wake Jenerali Ali Mohammed Naeni walipinga dai hilo. Hazina yetu ya makombora mazito pamoja na aina mbalimbali za ndege zisizo na rubani na meli za kijeshi za kushambulia zinatosheleza kwa zingatio la mahitaji ya vita kwa kiwango kikubwa na kwa muda mrefu. Muda mfupi baada ya kauli yake hiyo kutolewa, televisheni ya taifa ya Iran ilisema kwamba Naeni ameuawa katika shambulio la anga. Nje ya eneo la Mashariki ya Kati, Rais Donald Trump amewashambulia washirika wa Umoja wa kujihami NATO kwa kutounga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akiwaita washirika hao wa muda mrefu kuwa wahoga, akitoa maneno ya kejeli kupitia mitandao ya kijamii akisema bila Marekani NATO ni chui wa karatasi. Na asante Sudi Mnete. Bado tunabakia katika vita hivyo vya Israel na Marekani dhidi ya Iran vinavyozidi kuongezeka. Wafanyabiashara na kampuni za usafirishaji wa mizigo kwa njia ya bahari wanaendelea kuwa na wasiwasi duniani, kwani vita hivyo vinaathiri biashara na gharama za usafirishaji. Nchini Kenya, bandari ya Mombasa tayari inaanza kuhisi athari hizo, huku meli zilizokuwa zikielekea Mashariki ya Kati zikitia nanga huko. Wakio Mbogo na taarifa zaidi. Katika bandari ya Mombasa tayari kuna dalili za msongamano kufuatia ongezeko la mizigo na ucheleweshaji wa meli. Kuna shinikizo kubwa la kiutendaji, hali ambayo imeibua hofu ya ucheleweshaji wa bidhaa za ndani. Mamlaka ya bandari nchini Kenya inaeleza kuwa bandari hiyo imekuwa ikishughulikia mizigo mingi zaidi katika kipindi cha hivi karibuni. Wastani wa kushusha mizigo ni zaidi ya 1500 kwa siku, ambayo pia ndiyo kiwango cha juu katika bandari ya Lamu na kiko ndani ya viwango vya kimataifa. Huku baadhi ya meli zikilazimika kusubiri nje ya bandari kutokana na ukosefu wa nafasi ya kushusha mizigo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini, Kapteni William Ruto, anaeleza kuwa wanatarajia kupokea mizigo zaidi iliyo bado baharini. The demand is really overwhelming on our side. Mahitaji kwa upande wetu yametulemea, lakini naweza kusema kuwa athari za vita huwa na upande chanya na hasi kila wakati. Positive and the negative impact of it.
Kwa upande wa biashara, wafanya biashara nchini Kenya wanakabiliwa na changamoto kama vile gharama za usafirishaji kuongezeka maradufu, na inatarajiwa kuongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na njia ndefu zinazotumiwa na meli pamoja na ada za ziada za bima kutokana na hatari ya vita. Aidha, ucheleweshaji wa mizigo unaathiri bidhaa muhimu kama mafuta, maua, chai na kahawa ambazo sasa zinachukua muda mrefu kufika sokoni. Waziri wa kilimo wa Kenya Mutahi Kagwe anaeleza. Iran has been a good buyer of meat. Iran imekuwa mnunuzi mkubwa wa nyama kutoka Kenya. Tumekuwa tukisafirisha bidhaa za nyama zenye thamani ya takriban shilingi milioni 300 kila wiki kwenda Mashariki ya Kati. Sasa tunatafuta masoko mbadala yenye uwezo sawa na huo. Markets of the same. Wakati Kenya ikiendelea kuwa lango muhimu la biashara katika Afrika Mashariki, wataalamu wanaonya kuwa athari za mzozo huo wa kimataifa zinaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa nchi. Wakio Mbogo, DW, Nakuru. Aya, tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu kwa kulitizama hili. Eneo la Sahel barani Afrika limekuwa kitovu cha ugaidi duniani. Ripoti ya ugaidi duniani ya mwaka 2025 iliyochapishwa wiki hii imesema eneo hilo lilichangia karibu nusu ya vifo vyote vinavyohusiana na ugaidi kwa mwaka wa 3 mfululizo. Zainab Aziz na taarifa hiyo. Faharasa hiyo iliyoandaliwa na taasisi ya uchumi na masuala ya amani imeziorodhesha nchi 163 kwa muda wa miaka 13 kulingana na athari za ugaidi, kwa kuzingatia viashiria kama vile idadi ya mashambulizi, vifo, majeruhi na mateka. Mnamo mwaka 2024 zaidi ya nusu ya vifo 7,555 vilivyotokana na ugaidi duniani kote viliorodheshwa kutokea katika eneo la Sahel, kwenye ukanda wenye ukame unaoenea kandoni mwa ukingo wa kusini mwa jangwa la Sahara, kutokea bahari ya Atlantic hadi kwenye bahari Nyekundu. Taasisi ya uchumi na masuala ya amani yenye makao yake makuu nchini Australia imesema mwelekeo huo haukubadilika sana mwaka 2025. Ripoti hiyo imesema kitovu cha ugaidi kimehama kutoka Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini hadi eneo la Sahel la kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, Nina Whelan ambaye ni mkuu wa mpango wa Afrika katika taasisi ya Egmont ya mahusiano ya kimataifa na mwandishi wa kitabu kuhusu kulilinda eneo la Sahel kinachoitwa Securitizing the Sahel, amesema ndio maana sio jambo la kushangaza kwa ripoti hiyo kuyahusisha mashambulizi mengi katika eneo la Sahel na makundi ya Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin JNIM na lile linalojiita dola la Kiislamu IS. Kundi la kigaidi la JNIM limepata maeneo mapya ya kueneza harakati zake huko magharibi mwa Mali, eneo ambalo liko karibu na mpaka wa Senegal na Mauritania. Tumeona pia kumekuwa na mashambulizi ya kigaidi yaliyofanywa na kundi la JNIM, lakini pia na kundi la Daesh katika eneo la Sahel, wakiyalenga maeneo ya mijini. Burkina Faso ni nchi iliyoathiriwa zaidi duniani kwa miaka 2 mfululizo, imesema ripoti hiyo. Niger imo katika nafasi ya 3 ikiwa na ongezeko la matukio ya ugaidi katika mwaka wa 2025. Nigeria imepanda hadi nafasi ya 4 kwenye orodha. Makundi hayo ya wapiganaji wenye misimamo mikali yanaendelea kukuza harakati zake hadi kwenye pwani za nchi za Afrika Magharibi, hasa Benin ambayo imepanda hadi nafasi ya 19 kwenye orodha ya ugaidi duniani kote kutoka nafasi ya 26. Tatu Karema, karibu. Tufanye haraka, unajua tulipokuwa tunashuka huku chini, Wahausa, idhaa ya wa Nigeria wale Wahausa walikuwa tayari wameshatuita wakasema, jamani, Kiswahili kuna mambo huku tumeandaa. Umechelewa basi, hukupitia huko ndo huko. Maana nilikuwa na kimbilia studio, kwa hiyo haraka. Chelewa. Sijui kama utavipata lakini tuko mbele. Sasa tuambie sasa kuna video moja Amina ambayo inazungumzia sana mitandaoni. Video hii inaonyesha waumini wa kanisa moja nchini Kenya wakikusanya michanga ambayo mhubiri wa kanisa hilo ametembelea juu yake, wakiamini kuwa una baraka maalum kutoka kwa nyayo za mhubiri huyo. Sasa tukio hilo limezoa wasiwasi mtandaoni kuhusu tabia
mhubiri ni bora kuliko Mungu ama sijafahamu. Sasa nadhani wanamchukulia kama ana nguvu zisizo za kawaida za kiungu labda. Unajua mashaka ni mengi, mashaka ni mengi. Sasa kwa imani yao wanaona wakichota ule mchanga ambao mhubiri amekanyagia una baraka fulani. Sababu nadhani nishaona mpaka watu wanatoa mali zao zote kwa wahubiri hawa. Sasa hapo ndo najiuliza ni kwamba sitaki kutumia neno kutekwa, lakini sina lingine kwa sasa. Unajua swala la imani ni swala kidogo tete, kwa hiyo tunapolijadili tuwe kidogo makini. Tuendelee kabisa. Sasa maoni ni mengi kuhusiana na hilo, manake wengi wamezua ile hali ya wasiwasi wakisema mienendo hiyo inaonekana kwa maneno yao ya kishirikina kulingana na watumizi wa mtandao hiyo. Sasa Method Iman hapa anasema hapa tuna tatizo lingine, tatizo kubwa sana. Hawa mnaona aking'ang'ania mchanga ambao mhubiri amekanyaga ndio hao tunawatarajia kupiga kura mwaka ujao. Maamuzi kama haya ndio atakaotuathiri. Kwa hivyo yamefananisha tukio hili na maamuzi ya kura mwaka ujao. Alamu anasema hii ni kwa sababu ya umaskini. Wape watu hao hali bora ya maisha, mazingira bora ya kufanyia kazi na malipo bora ili waweze kumudu chakula na huduma zingine kwa urahisi, na uone kama watafanya hivyo. Viongozi wetu wakati mwingine wanatuangusha katika nchi hii. Na Paul Ouma anasema wakati mwingine siasa na biashara ya miujiza nchini Kenya hufanana. Mmoja anabeba sera, mwingine maji matakatifu. Lakini ufuasi wa umma ni sawa, imani kwanza, maswali baadaye. Hilo nalo neno. Tuendelee. Unamjua Chuck Norris? Nafahamu sana. Nimesikitika sana. Nikija hapa studio ndo nimepata taarifa zake kwamba ameaga dunia. Naam. Nilitaka kujuza hilo kama ulikuwa bado hujalifahamu ama msikilizaji wetu kama bado hazijamfikia, ni kwamba Chuck Norris, mcheza filamu wa Marekani aliyepata maarufu kwa uigizaji katika filamu yake gani ile?